Bila shaka karibu sana katika sehemu ya pili ya taarifa za yanayojiri, ambapo tutakuwa tukiingia katika majadiliano kuweza kuzungumzia masuala yanayofungamana na mabadiliko tabia nchi. Wanawake ndio huathirika zaidi, na si wanawake tu, na wasichana huathirika zaidi wakati wa makali ama dharura zinazosababishwa na mabadiliko tabia nchi. Iwapo ni kimbunga Idai, ni kimbunga Kenneth, vyote hivi vinapotokea katika maeneo ya Malawi na kusonga chini, na vile vile tunapopanda huku juu Afrika Mashariki, tunavyo ambavyo vinatuathiri: kiangazi na mafuriko. Tanzania tuliweza kuona wakati mmoja kukiwa na mafuriko hadi kukawa na maporomoko. Athari kama hii inapotokea, wanawake ambao wanajipata wao ndio walinzi wa jamii wanaathirika zaidi. Kenya, tunapoingia Kenya tunaona mafuriko katika maeneo mbalimbali. Hapa jijini Nairobi wengi watasema climate change haipo, lakini kunaponyesha dakika 10 tu katika jiji la Nairobi hakuendeki, hauwezi kusonga. Hii ni moja ya athari za mabadiliko tabia nchi, kwamba si Kenya kwamba inaathirika katika maeneo ya mashinani peke yake, lakini hadi wanawake walio mijini pia wanaathirika kwa kiwango fulani. Kule Kongo, vita vinavyoendelea katika maeneo ya mashariki mwa Kongo pia vimesababisha juhudi zinazowekwa katika kukabili mabadiliko tabia nchi haziwezi kuafikiwa, kwa sababu wengi wamelazimika kuyahama makazi yao kusini mwa Kongo kule Kivu kwa sababu ya mzozo ambao unaendelea. Si hayo tu, ni taifa ambalo pia linajihusisha pakubwa katika uchimbaji wa madini. Madini haya yanapochimbwa ina maana gani katika ekolojia nzima ya mazingira, na vile vile inaathiri vipi mabadiliko tabia nchi? Ninao kina dada studioni ambao nitakuwa nikipiga nao gumzo kuweza kusikia kutoka kwao wenyewe hali ilivyo katika maeneo yao na juhudi ambazo zinawekwa katika kuhakikisha kwamba sauti ya kina dada inasikika, ama sauti ya mwanamke inasikika katika mijadala hii. Manake unapoenda katika makongamano makubwa, si Africa Climate Summit, si katika kongamano la COP, unasikia sauti ya kike haijapazwa inavyostahiki. Licha ya wao kuwa na mabango makubwa kutaka kusikika, sauti yao haijasikika vile ambavyo inafaa kuwa, kwa sababu kulingana na mkataba wa Paris wa mwaka 2015 wanawake wanafaa kupewa nafasi maalum kuweza kusikika. Je, nafasi hii imeanza kusikika vile inavyostahili baada ya takriban miaka 10 tangu kubuniwa kwa mkataba wa Paris, ambao ni mkataba uliwekwa mwaka 2015? Kama nilivyokuarifu, nao akina dada studioni ambao watakuwa wakitufahamisha kwa kina kuweza kujua haya masuala ambayo tutakuwa tukiyajadili. Ninaye Antek ambaye ni mratibu wa mabadiliko tabia nchi kutoka shirika la Femnet. Vile vile niko na Mariam Shadrack, mtaalamu wa sayansi mazingira kutoka Tanzania, na Anifa Kolombola ambaye ni mwanaharakati wa mabadiliko tabia nchi kutoka DRC Congo, na vile vile Wendy Omanga, mwanaharakati mabadiliko tabia nchi nchini Kenya. Nianze kule Tanzania, manake ndiye aliyekaa karibu na mimi hapa. Habari gani? Salama, habari. Nashukuru, karibu sana studioni. Asante. Tanzania mwaka jana tumeona mafuriko ambayo yalisababisha mauti, yalisababisha watu kuweza kuhamishwa katika makazi yao. Ni moja ya athari za mabadiliko tabia nchi. Je, unadhani wanawake wanaathirika kwa kiwango gani, ama waliathirika kwa kiwango gani na mabadiliko haya? Asante sana. Ni kweli Tanzania mwaka jana, it was December 2023, na mwaka jana mwanzoni mwezi wa 5 yalitokea mafuriko Manyara, Hanang. Kuna maporomoko yaliweza kutokea, watu wengi waliweza kufariki, na waathirika wakubwa walikuwa ni wanawake. Tunaposema mabadiliko ya tabia nchi, sio tu kama mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri kimazingira, lakini pia inakuwa ni changamoto kubwa kwa kijinsia, kwa sababu watu wengi ambao wanaathirika kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ni wanawake, na wanawake wengi tunaona wameachwa kinyuma kwenye kufanya suluhisho za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa wanawake wanapaswa kuwa included sana kwenye mabadiliko ya tabia nchi, hususan kwenye kufanya mambo ya decision making. Kwa wanawake wanatakiwa kuwa included. Antek, umekuwa katika shughuli hizi hususan katika kupaza sauti za mabadiliko tabia nchi, hususan haki ya mabadiliko tabia nchi, climate justice. Je, unadhani mwanamke anaipata haki yake ya mabadiliko ya hewa?
Asante sana Yeri. Kama mwanaharakati na kulingana na kazi zetu ambazo tunafanya, tumepata kuwa mwanamke hapati ile haki. Mwanzo ni kuwa wanawake hasa barani Afrika ambapo tuko na hadhari nyingi za mabadiliko tabia nchi. Mwanamke ni ule mtu ambaye anafaa kutafuta chakula katika nyumbani, ama kutafuta maji, ama kuni, ama kulea. Lakini ule wakati ambapo kuna kiangazi ama kuna janga lolote ambalo linatokana na mabadiliko ya tabia nchi, wanawake sana wanaumia. Wanaumia kwa sababu wao ndio wanafanya kazi nyingi, hasa ile kazi ya nyumba. So tumepata kuwa wanawake hawajapata ile haki ambayo wanafaa kupata. Naam, nije kwako. Wewe pia ni Mkenya. Wacha niende Kongo kabla nirudi Kenya. Kongo tumekuwa tukiona pia athari za mabadiliko tabia nchi zikionekana maeneo yale kabla kuingia katika vita. Hivi majuzi pia tumeweza kuona kwamba hali ya hewa inapobadilika hadi katika maziwa inasababisha pia mashua zile, madau yanazama na watu wanafariki. Si kwa sababu ati lilikuwa na hitilafu, ni kwa sababu hali ya hewa pale kwenye bahari ama kwenye mto zilibadilika. Unadhani kwa kiwango gani wanawake wameathirika na mabadiliko tabia nchi? Asante sana. Kongo, mabadiliko ya tabia nchi inaonekana. Na wale wenye wanateseka sana ni wanawake na vijana. Mumaporomoko na inondation ni wanawake wenye yuko natafuta pesa ndio wanateseka, wanakufa. Na sasa hii tuko na vita kuongeza mabadiliko ya climate, tuko pia na vita na inaongeza mateso. Ndio maana tunapasha kusikiliza wanawake, wanapasha kuwa nafasi na sauti, sababu ni bo ndio biko na shika watu ya kwanza. Bila shaka kwa ufunguzi tumekuelewa. Omanga, umetoka maeneo pia ya Kisii ama kama sijakosea? Saizi niko Sagana, lakini my ancestors wanatoka Kisumu na born and raised in Nairobi. Karibu sana. Kama born and raised in Nairobi, athari za mabadiliko tabia nchi tunazihisi paka Nairobi. Mukuru Kayaba hapa tumeona kwamba mafuriko yanaingia hadi ndani ya nyumba. Tumeona pia kule Mombasa mvua zikinyesha zinaingia hadi ndani ya nyumba, vitu vinaelea ndani yake. Wanawake wanaathirika kwa kiwango gani, hasa wanawake wa mijini? Asante sana kwa hilo swali. Kama Mkenya nitaongea Sheng, lugha ya ground. Bora tukuelewe. Most of the times unapata wanawake wanaathirika vibaya sana because when it floods unapata wasichana, watoto na wanawake ndio wanaumia when they're displaced. Alafu unapata wengi wao wamejenga nyumba zao kwa riparian zones. So hizo ni waterways yenye maji inapita. And when that happens, you find that they don't have accommodation. Hawana pali pa kulala. So they end up having sex for accommodation. They end up being misused. Wanatumika vibaya kwa sababu hawana chakula, hawana pali pa kulala, and that's a problem especially huku kwa mijini. Na unadhani tatizo ni nini hasa? Kwa sababu athari hizi tumeanza kuona kwamba katika masuala haya ya COP pia masuala ya miji yapo ndani, lakini unadhani yanapewa kipaumbele? Shida iko hapa, especially in urban areas. Poor urban planning. Juu unapata hawa watu wanajenga nyumba zao kwa river riparian zones. Kwa mito 50 meters from the river, it's a riparian zone, na it belongs to the government. So unapata they have built on waterways, and that becomes a problem. Hiyo inakuwa shida kabisa compared to wale wenye wako mashinani. So tuko na shida in urban planning, and I believe that
we need to look into that so that tusijenge manyumba kwa waterways za maji, because maji kikuja ikifurika, maji itafuata mkondo yenye the natural way which is supposed to follow. So I believe urban planning is a problem here in Kenya, and that's why most women we are majorly affected by climate change. Yeah. Miriam, nirudi kwako. Tanzania ni taifa ambalo linategemea pakubwa kilimo. Mabadiliko tabia nchi yamebadilisha kabisa misimu ile ambayo ilikuwa inategemewa. Hii imeathiri kwa kiwango gani kilimo, hususan kama wewe mwanasayansi wa mazingira? Asante sana Suleiman. Kwa kweli Tanzania kwenye swala zima la kilimo, kwa mabadiliko ya tabia nchi yameathiri kwa kiwango kikubwa sana. Kwa mwanzoni tulizoea kilimo kwa Tanzania kilikuwa kinaanza mwanzoni mwa mwezi wa 10, sometimes kuanzia mwezi wa 9 mvua nyingi zilikuwa zinanyesha, lakini kwa sasa hivi inafika mpaka mwezi wa 11 au wa 12 mvua inakuwa ni kidogo sana. Mvua nyingi zimenyesha kwa mwaka huu kwa mikoani tofauti na Dar es Salaam. Mvua nyingi zimenyesha kuanzia mwezi wa kwanza, wa pili, wa 4 ndo zilikuwa mvua nyingi sana. Hapo mwezi wa 4 tulikuwa tumezoea watu wanaanza kuvuna. Lakini kwa sasa hivi ndo mwezi wa 4 watu wanalima sasa. Kwa mabadiliko ya tabia nchi yameathiri kiwango kikubwa sana, kwa sababu watu wengi ambao tuseme kwa Tanzania ni nchi ambayo inadependi kwenye kilimo sana. Hususan kwa watu ambao wako nje ya mijini, ambao wako vijijini, wanategemea sana kilimo. Kwa watu ambao wanategemea kilimo, wengi wao kwanza hawajui kilimo cha umwagiliaji, wanategemea mvua ndio iwasaidie. Kwa mvua ikichelewa kunyesha inaathiri wale watu ambao wanadependi kwenye kilimo, kwa sababu hawawezi wakaelewa kwamba tutumie kilimo cha umwagiliaji kitatusaidia kupata chakula. Sasa watu wakishindwa kuelewa namna ya kilimo cha umwagiliaji, alafu na mabadiliko ya tabia nchi yalivyotokea, mvua zinachelewa kunyesha, inakuwa ni athari kubwa kwa watu ambao wako nje ya miji kama vijijini. Kwa imewaathiri pakubwa sana, kwa sababu vyakula vingi vinakuwa vinaisha kwenye magala ambao walikuwa wamehifadhi chakula, kinakuwa kinaisha. Kwa wanatakiwa kusubiria mpaka mvua zinyeshe, na mvua ikinyesha, kwa sasa hivi mvua inanyesha inakuwa ni kubwa sana, mazao mengi yanaharibika. Kwa kuna mahindi hayawezi yakastahimili kwenye kiwango kikubwa cha mvua. Kuna mazao pia ambayo hayawezi yakastahimili kwenye kiwango kikubwa cha mvua. Kwa mazao mengi yanakuwa yanaharibika, inafika season wanashindwa kuvuna kitu chochote. Kwa mabadiliko ya tabia nchi imekuwa ni changamoto kubwa sana kwenye swala zima la kilimo Tanzania. Na mwanamke anaathirika kwa kiwango gani? Kwa sababu yeye tunaamini kwamba wanawake wengi ndio wanajihusisha pia na kilimo, maana wao ndio wanabaki nyumbani. Asante. Mwanamke anaathirika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu niseme tu ukweli, kwa Tanzania wanawake wengi niseme ndio wale ambao wanadili na masuala ya kilimo. Ndio. Wanaume sawa wanafanya, lakini it's like kama vile wamemwachia mwanamke au majukumu. Tunasema kwamba baba ni kichwa cha familia, lakini majukumu mengine ambao anafanya sawa, lakini mwanamke sana anadili na kilimo. Kwa mwanamke ambapo anavyodili na kilimo hapo anakuwa anapata wakati mgumu, kwa hususan kwenye kipindi cha mvua nyingi. Mwanamke kuna kipindi unatakiwa kwenda kutafuta mboga za kupika nyumbani, lakini unakuta yani kipindi ambacho ni mvua nyingi sana unashindwa. Huku unatakiwa kulea watoto wanakuhitaji nyumbani, unashindwa kujigawa majukumu, nifanyaje? Mashambani watu wanashindwa kwenda, hususan kuna watu wengine ambao hawana ardhi ya kulima, wanategemea kukodi shamba ndio waweze kwenda kulima. Kwa mvua kama hizo zikinyesha zinawaathiri wale watu ambao walikuwa wanatakiwa wakodi shamba zeni wakalime ili waweze kujikimu kimaisha yao. Kwa inakuwa ni changamoto sana kwa wanawake wengi wa Kitanzania, wanashindwa kuafford maisha yao kutokana na kilimo na mabadiliko ya tabia nchi yalivyotokea. The gender agenda and tech. Hii ni agenda ambayo mmekuwa mkisukuma kwa kipindi fulani. Je, unadhani imewekwa kwa meza vile ambavyo inafaa? Iwapo ni SES, ni COP, CCDI, ikiwapo ni AMSEN inaokuja mwezi Julai, unadhani agenda ya mwanamke imepewa kipaumbele inavyofaa? Sidhani bado tumepea agenda ya maneno ya jinsia, hatujapea ile priority sana. Hata ukiangalia kwa sekta zote, ukiangalia maneno ya kina mama
ni ile tu inaongelewa ama ni by the way. Hatusemi ni lazima mama. Mazungumzo ya kupita tu. Ni ya kupita tu ama wanasema ama baadaye wanafikiria kina mama hatujawaongeza. Ndio tunawacha tuwafikirie saizi. Ukiona katika majadiliano katika ile COP30, COP29, kina mama walijaribu sana kusukuma kuhakikisha kuwa maneno ya kina mama inaongezwa katika majadiliano ya mabadiliko tabia nchi, hasa maneno ya fedha. Lakini utapata kuwa zile taifa ambazo zimejiendeleza walikataa, wakasema wataki kuongelea hayo maneno ya kufinance maneno ya agenda, hasa katika maneno ya mabadiliko tabia nchi. Ukiona katika ACS ama ile wakati ya African Climate Summit ya mwaka iliyopita, hata ukiona ile outcome yake, maneno ya wanawake haijaongelewa sana, inakuja tu kama baadaye. Ndio maana sisi kama kina mama tunasema hatutaki mtu ongelee kama ile tu kupita ama kupitisha tu. Tunataka kuwa part of hizo negotiation, tunataka kuanza hizo tukiwa pamoja, ama hata mkifanya mapangilio si lazima tukue hapo. Omanga, unataka kuchangia hili? Saizi kwa akili yangu nafikiria wanawake nyoko mashinani, because we focus more on women in the urban areas than the ones nyoko mashinani, and that's why nilihama Nairobi na nikaenda Sagana kuangalia hiyo case study as Miss Jungle Kenya, since mradi yangu ni kupanda mianzi kando ya mito. Bila shaka tunaona kwamba haya yamekuwa yakijitokeza kwa sababu ajenda hizi nyingi zinasukumwa katika meza ya mazungumzo. Wengi ni wanaume wamekaa katika mazungumzo haya. Hata ukiangalia rais wa UNFCCC, ukija ukiangalia marais ambao wamekuwa wakisimamia COP kadha wa kadha, nyingi zimekuwa zikipeanwa kwa wanaume. Hivi hawajakuwa wakiona umuhimu wa kuweka ajenda ya kijinsia? Maana si mwanamke peke yake, hata walemavu wanaathirika na mabadiliko tabia nchi. From my own personal experience, because mimi niko hapa in my capacity also as Miss Jungle Kenya, na mradi yangu ilikuwa riparian land restoration through bamboo. So nimekuwa nikipanda mianzi kando ya mito, and I have experienced the gender imbalance. Hata kwa hizo committees zenye wanaform, unapata hata hakuna mwanamke mmoja, hata ukijaribu kuenda wanakataa hata kukuweka kwa report that you attended the meeting. Na hiyo ni chenye nimepitia personally as a stakeholder, because unapata hawa wanaume hawatuoni kama stakeholders, wanatudharau. Wengine wananiona kama msichana mdogo, especially kama hujaolewa, hauna watoto. So kuna hiyo the cultural barriers zenye tunapitia, na hawa waoni ni kama it's like give back to our community ni kama upumbavu, because most of them are in it for profit. So I've gone through the discrimination in terms of being in committees in these spaces, be it in water sports, be it in hata kupata badge ya kuenda COP ni shida. Hatujui tuanzie wapi, wale wenye wanajua penye ziko wana gatekeep. So kuna hiyo shida, and that's why unapata tunakuwa alienated from the table of decision makers. Bila shaka tutakuja kuendeleza mazungumzo haya. Nataka tuelekee katika chuo cha Nairobi ambapo sasa hivi kuna maadhimisho ya kuhusiana na masuala ambayo yanafungamana na wale waathiriwa wa maandamano. Tarudi kuelekea kule baadaye kwanza, lakini kwanza tupate pumziko fupi, twende kufanya biashara. Tukirudi tutakuja kuangazia taarifa hiyo. I make my Tuesday count by reading the Financial Standard. It helps me make much better and smarter financial decisions. Setting the standard every day of the week. The Standard, Kenya's bold newspaper. This week on Club Kiboko. I am so scared for my grandmother. Oh, my grandmother. Cha, tule
haya haya hayo. Make sure to make a date with us. Bila shaka ni saa 6 adhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Karibu katika sehemu ya pili ya taarifa hizi, sehemu ya tatu kumradhi, ya taarifa hizi za yanayojiri, ambapo tunaingia katika sehemu ya pili ya mazungumzo, ambapo leo hii tunaangazia athari za mabadiliko tabia nchi, hususan zinavyoathiri wanawake. Na je, wanawake wanakuja na suluhu zipi? Manake katika tafiti zinaonyesha wanawake huathirika pakubwa. 80% wanaoathirika na mabadiliko tabia nchi ni wanawake na wasichana. Tumesikia hapa wengine wanalazimika kwamba wajihusishe na biashara ya ngono angalau ndio waweze kupata hifadhi, mahali pa kulala na hata chakula wakati mwingine. Lakini kule Kongo ambako tunataka kuzungumza naye Hanifa, msitu wa Kongo ni mmoja wa misitu ambayo inaambiwa ni mapafu ya dunia, na iwapo tutakuwa tunauathiri basi dunia huenda ikajipata pabaya zaidi. Lakini shughuli za ukataji wa miti, hususan kwa sababu ya biashara ya mbao, imekuwa ikiendelea. Mikakati inawekwa kusitisha biashara za mbao ni zipi? Wanawake wenyewe kule wanasema nini kuhusiana na masuala haya, Hanifa? Wanawake sasa wanajua kama kukata miti haina mzuri. Kwa sababu kuko nafanyiwa sasa sensibilization kwa kuelezea wanawake wasikate miti. Wanawake wanasema kama wakate miti watafaa kazi gani? Ndio neno yenye iko leo. Tunapasha kuwapatia kazi ingine ya kufanya, namna ingine ya kuishi. Tuko na solution ya market, soko ya carbon. Kwa lakini hatuyajua namna gani itafanyika. Tunaendelea kutumaini kama na masiku zijayo tutapata namna ya kubadilisha kazi ya wanawake, ya kuwaonesha kufanya kazi ingine na kukataza kukata miti. Au kama haikataziwe kunapasha kwa reglementation. Ndiyo. Solution ni nini hasa? Kwa nyinyi kama kikundi ama shirika la kijamii kule Kongo, mnawapatia suluhu gani nyingine? Hii masiku tuko na kazi ingine yenye tuko nawapatia ni briquette. Ndiyo solution ni banapewa. Kwa lakini haiko wanawake wote wenye wanaelewa namna ya kuifanya. So tunaendelea na sensibilization, tunaendelea na kuonesha wanawake kulima bila kukata miti. Ndiyo. Antec linaibuka swala la green financing, ufadhili wa miradi hii ya kawi safi, hususan nimemsikia amezungumzia briquettes. Fedha za kawi safi, green financing, unadhani zinatosha kutosheleza wanawake wote kujihusisha katika miradi hii ya kawi? Mazungumzo ya miradi ya kawi ni iko na maneno mingi, lakini wacha nieleze kuhusu financing ya carbon market sana iko na mjadala mkubwa, kwa sababu unaona kama nchi yetu tuko na policies already ya carbon regulations, lakini utapata kuwa wale watu wanakuja kuinvest katika carbon markets hapa Kenya kwanza hawapi information watu wa communities sana ni arrangement gani wako nazo na watu wa vijiji ama kina mama ama communities sana maneno ya shamba. So kabla hatujaongelea finance ni kuangalia hiyo arrangements, ni watachukua shamba yangu muda mgani, watanipea pesa ngapi. So tumekuwa na ile mjadala ya communities wanapata pesa ngapi kutoka hii kawi safi. Kama tunaongelea
unaniambia nipeane shamba langu kwa miaka 30 na ile pesa yenye ningepata kwa ukulima gani ndio mzuri. Naimiza sana watu kuwa makini kabla hawajaingia kwa hizi miradi. Wapate mtu mwenye anaelewa kwanza kabla hawajaingia kwa hizi agreements. Lakini ndio kuna fedha, lakini lazima tujue ni wapi hizi miradi zinafanywa na ni nini zinachukuliwa kutoka kwetu. Lakini kuna fedha zingine kama zile za matumizi ya majiko, clean energy stoves, pesa za solar, pesa za water harvesting. Hizo ni fedha ambazo zinakuja na climate funding. So ni lazima tuchunguze ni gani ambazo zinaweza tuendeleza, si kutuweka pale tulikuwa. Umesema unapanda mianzi. Mianzi ni moja ya miti inayotumika sana katika mambo ya carbon markets, carbon credits, lakini tukiangalia hilo soko la hewa kaa ni soko ambalo Wakenya pia tujalielewa. Umelielewa kweli ama? Me in fact nakumbuka in 2020 we had UN Red Plus. Yenye walikuja Kenya wakachukua sisi vijana wakajaribu kutufunza kuhusu carbon markets. But mpaka wa leo hatuelewi. Alafu unapata hizo meetings they hire foreigners who don't understand our context. Hao ndo wanakuja kututrain instead of kuchukua stakeholders wenye ni wa Kenya ama wa Afrika wenye wanaelewa context yetu. So kumekuwa na hiyo shida na kukuwa na meetings ni mingi sana za carbon credits, but bado hiyo understanding na knowledge hawajaiweka in a way that mama kijijini anaweza elewa. So hiyo imekuwa shida. So for us tukasema hakuna haja tukimbizane na vitu zenye hatuelewi, tutumie ile kidogo yenye tunajua, kama ni kutengeneza briquettes, kama ni kutengeneza bamboo toothpicks. Those are low hanging fruits zenye tunaweza fanya. Juu tuna import bamboo toothpicks from China, yet tunasema kazi kwa vijana. Na si ati sisi vijana tuwezi jisimamia na tununuliwe mashini tuanze kuproduce vitu kama bamboo toothpicks and skewers, and we can't even satisfy the Kenyan market. So those are opportunities in climate action zenye most people don't know, ama sisi wenye tunajua hata ukiandika proposal na utume hatupewi pesa because tumejaribu, we have been there, but there's some barrier because some of these things, they are low hanging fruits. Vitu kama toothpicks hatufai kushindwa kuproduce toothpicks hata kama ni Congo, you know, and then it can be scaled up in any country, in Tanzania, in Congo, anywhere in Africa. Juu ni nyasi kubwa. So that's why nikasema acha tuende kando ya mito tupande mianzi as a demo project, so that tuki build capacity ya wakulima ama communities wenye wanaathiriwa na mafuriko, drought, they can know how to protect themselves. And also hiyo bamboo inasaidia sana na mmomonyoko wa ardhi, inashikilia udongo kwa nguvu, if that's the right word. It also absorbs metals from the water, and it can make over 10,000 value added products. So it's all a matter of kama ni mwanamke kuchagua. Kama huko Busia in Butula constituency, kuna mwanamke mwenye nilipata alikuwa anatengeneza bamboo toothpicks na anatengeneza na sandpaper na hata kukuwa na mashini, na sasa alikuwa anapika chips kwa mtaa making fries. So she used to use the toothpicks kuuza nazo viazi zake. And for me it was a win. So muambia stakeholders usifanye biashara yenye huwezi uzia jirani wako. Hakuna market mahali imaginary yenye iko Europe ama yenye iko America. Market ni sisi. So it's very crucial for us to make the community understand the context, so that kama uko na hiyo mianzi, you can do value addition and we start cottage industries. Na hivyo ndio vile China walikuwa mbele, juu wao walianza cottage industries na waka specialize. Kama kuna mwenye ana split, so it became a whole industry and it's working. Na kama imefanyika China, pia tunaweza fanya hapa Afrika. Hili linafungua dirisha la mafunzo, uelewa. Unadhani mafunzo yapo ya kutosha? Manake amezungumzia swala la watu kuelewa. Miriam, unadhani mafunzo yapo ya kutosha kwa jamii zetu kuhusiana na masuala yote haya, solutions na tatizo? Okay, asante. Mafunzo
hayapo ya kutosha. Hata kwa Tanzania hii ni changamoto ambayo tunakumbana nao sana. Watu hawana ule uelewa kabisa, yani wa kwamba yani carbon sink ni nini au carbon credit ni nini. Mtu anasema nikipanda miti, tunajua tunaambiwa tu tupande miti ili kupunguza hewa ukaa. Mtu anasema sasa nikipanda miti ni nini? Yaani unajua kwa kule vijijini watu wamezoea haya miti ya poli. Ile imekuwa ndo msaada mkubwa. Lakini niseme kwa maeneo ya mjini kama Dar es Salaam, changamoto kubwa ambayo inasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, niseme labda kwa sasa hivi ambayo tunakumbana nayo ni mafuriko. Na mafuriko yanatokea kwa ajili gani? Labda kwa sababu ya uhifadhi wa taka umekuwa ni changamoto kubwa sana ambayo ina asili maeneo mengi. Na kwa Dar es Salaam tuna mto unaitwa ni Msimbazi River. Umekuwa ni changamoto kubwa, taka zinakuwa ni nyingi. Lakini sasa sisi tunafanya solution moja kwa ajili ya kufanya hii waste management at least na kufundisha jamii ili waweze kuelewa sasa kwamba wanatakiwa wafanye nini. Tunafundisha jamii kuhifadhi hizo taka zao kuanzia katika ngazi ya uzalishaji, watenganisha hizo taka zao kwenye majumbani kwao kule wanakozalisha. Lakini pia tunapeleka elimu. Elimu ni finyu sana kwa watu. Yaani hawana elimu hususan kwamba mtu nihifadhi vipi taka zangu ili kuepukana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Unajua taka zetu hususan takaozo nyingi zinapopelekwa dampo zinazalisha hewa ukaa. Na hiyo hewa ukaa inakuwa yani ni kubwa sana, greenhouse gas emission. Inakuwa ni kubwa sana. Lakini sasa sisi tumekuja na elimu ambapo at least tunaanzia ngazi ya chini huku kwa jamii, tunawapa elimu watu kwamba tunatakiwa sasa kwa taka zetu ambazo tunazalisha, takaozo, tunawapa elimu ya kutengeneza mboji. Mtu akishatengeneza mboji ni mbolea ambayo inatokana na takaozo. Akishatengeneza hizo mbolea, mtu itamsaidia hata nyumbani kwake kutengeneza bustani ndogo ndogo. Akishatengeneza bustani ndogo ndogo, hizo bustani ya maua, bustani ya mboga mboga, bustani ya mboga mboga, hata kupanda miti pia. Hizo mbolea zinasaidia. Kwa hiyo tunawapa elimu hususan vijana na wanawake na watoto mashuleni pia, tunapeleka elimu mashuleni ili kuweza kuwabeba watu wakiwa wadogo, wanakuwa na uelewa mkubwa kwamba nikifanya hiki kitu kitaasili mazingira yangu, na kikiasili mazingira hususan kinaniasili mimi. Kwa elimu ni finyu, lakini tunapambana nayo sana kuwapa watu elimu ili tuweze kufikia lengo la kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Bila shaka amezungumzia mengi kwa kina na kwa ufasaha zaidi, ambapo kunaibuka swala la utumizi pia wa kemikali mashambani mwetu, hususan kutumia kemikali za sintetiki na kutumia kemikali zile za asili kama organic fertilizers. Huko ndo tunafaa kuelekea. Huo ndio wito ambao nyinyi kama mashirika mmekuwa mkisukuma. Lakini pia mnapata ushindani mkali kutoka kwa kampuni ambazo zinatengeza hizi DAP na nyinginezo. Huu ushindani mtashindana nao vipi ili mshinde? Antek. Sana sisi kama shirika tunafanya na kina mama kwa kuhakikisha kuwa promote ile organic foods. Tumewafunza, tunawaambia hii ndio njia mbadala. But ili tuweze kupigana nao ni hasa kujumuisha hizi vikundi za kina mama hasa Afrika mzima. Unapata kuwa tumekuwa kwa mkutano, unapata miji zingine wanasema hii ni chakula ile organic kama ile imetumika kemikali nyingi. So kazi yetu hasa ni kuleta kina wamama waweze kujumuika pamoja na kuongelea hizi policies ambazo zina promote hizo chakula ambazo zinatumika kemikali, zinatumia kemikali nyingi sana. But nikubalisha niongelee maneno ambayo our representatives kutoka miji zingine wameongelea, maneno ya green jobs. Kama umesikia sana kila moja wao kuna kitu wanafanya na kina mama katika miji zao. Sasa sisi kama shirika tumeweza kusupport hawa wamama waweze kuinvest ama kufanya na vikundi zao kuinvest kwa zile tunaita green jobs, kama ni zile recycling ya takataka, maneno ya kupanda bamboos ama kupanda miti. Nimeongelea maneno ya maji ambayo ni shida kubwa sana sasa katika mji yetu. Sasa jukumu kitu tunasema ni kuwa kuna maisha mbadala hasa kutumia hizi maneno ya mazingira, maneno ya mabadiliko tabia nchi. Ukiona wengi hapa ni ma-CEOs, ni ma-founders, wameweza kuelimisha kina mama hasa vijana hasa waweze kuinvest kwa green jobs.
wengi wao hawajaajiriwa, hawategemei ajira, zile employment. Wengi wao wamejiajiri hao wenyewe na wameweza kuajiri watu wengi sana katika mashirika zao. Jana tuliweza kutembelea vikundi hapa Kibera na huko Kikuyu ili kuona miradi ambazo kina mama na vijana wanafanya katika green ili wajifunze. Na tulipendezwa sana kwa sababu tulipata wanawake na vijana wanapata pesa nyingi sana katika hizi green job, hasa hizi recycling. So himizo langu kubwa ni kuwa tusiangalie tu ajira, ni maisha gani mbadala ambazo vijana wanaweza pata kutokana na hizi green jobs. Asante. Nije kwako. Amezungumzia hizo kazi ama vile mtu anaweza kupata kazi kupitia green jobs. Nadhani Kongo wanaweza kuzikumbatia vipi hizi shughuli za green jobs? Ndio, jana nilifurahi sana kuona namna gani ni wanawake ndio wenye wiko nafanya ile kazi. Na ndio nitapeleka kwetu ile mawazo ya tusensibilize wanawake juu wafanye ile kazi. Kwani sasa kwetu ni the state ndio nafanyaka ile kazi. Kwa lakini wanawake hawana ile elimu, ndio niseme. Jukumu kubwa la wanawake Kongo ni nini? Your biggest role of women in Congo? Na wanawake wanafanya kazi yote. Kama gani? Tueleze kwa siku tu wanawake. Okay. Kazi mingi ni wanawake wanafanya. Wanafanya biashara, wanafanya mingi biashara, banalima mashamba, kuko wenye walienda kwa masomo banasomesha, kuko walimu wanawake, na kuko pia wenye biko benye balienda tiku universite, biko first premier ministre wetu ni mwanamke. Ndio, donc wanawake biko mingi, kwa lakini benye biko chini ni mingi sana, na benye biko natafuta kazi ni mingi. Sasa kuona namna gani hapa Kenya ile society ndio, private sector tulienda jana, inanifundisha mambo mingi sana. Tuliongea na ule dada na akatuelezea namna gani alianza na namna gani anafikia leo, na waza iko akili ya mzuri sana yenye tunaweza wanawake wa Kongo wanaweza elewa na wanaweza pata kazi ya kufanya, sababu Mkongo kufasi mingi na tuko na lazima sana ya kufanya recycling. Tuko na lazima sana ya ile kazi. Safi. Uchakataji huo ni muhimu sana, na umuhimu kufanya uchakataji katika eneo lile la Kongo. Naona muda pia unayoyoma. Omanga, unajihusisha sana na makundi ya kijamii. Wanawake wanapokuja pamoja, unadhani wanaweza kujifunza nini hasa? Kama hivi sasa hivi kuna Mtanzania, kuna Mkongo na kuna Mkenya. Nadhani mnaweza kujifunza nini kwa pamoja? In fact, any opportunity mzuri kwetu partner na collaborate. Kama SDG 17. Kama Kenya tumeweza build capacity, for example, ya value addition ya mianzi. We can collaborate with Congo na tuende to train Tanzania and other African countries. We don't need to reinvent the wheel. Kama the waste management which we saw yesterday, mimi niliona na kwa akili yangu nilikuwa nafikiria Sagana, because nimekaa Sagana miaka 3 na nimeona hiyo evolution ya waste management na inaendelea kuwa mbaya. So nikaona kumbe huku inafanyika hivi. This is how they are adding value, creating employment, and I just need to replicate the same in Sagana. Ama hata kama ni Wakongo anahitaji, we don't need to reinvent the wheel. And that's why hii maneno ya innovation tulichukulia serious sana mpaka tukapotokwa, tukasahau that the simplest things are the ones which work. Hata kama ni your waste management, it's a money making business.
Na sisi kama vijana na wanawake tunafaa tuiangalie na hiyo macho ya value addition. So there's a lot of opportunities to work together. Kama Tanzania hamna technical capacity na Kenya tuko na technical capacity, tunafaa tukuje pamoja, na uzuri ni ati tunaelewana. So hakuna hiyo language barrier sana. Kama ni Congo, I know there are women who are doing honey production and they'd like to penetrate the Kenyan market. Tunafaa tuanze kukua na platforms zenye tunaongeleshana so that we know. Also things to do with doing proposals, taxes, tunafaa tufunzwe hizi vitu. Kama ni kuweka, KRA waingilie kati, wakuje watufunze how to file our taxes, how to import, export. Those are opportunities which are there for us. And also, another opportunity which I saw from Tana River. Juu ninapanda mianzi kando ya mito, nika-realize watu wa tourism. Climate action na tourism zinashikana. Na kuna water sports. So nikaona how will we hold the water sports stakeholders accountable to giving back to the river? Na hapo ndio sisi wanawake tunaingilia kati. So that wanaume wanaweza cheza ndani ya maji, they are making money while at it, they are doing the contests and competitions, but sisi kama wanawake tunaweza ingilia kati by environment conservation, kukua na tree nurseries, kuwa train on how to do the propagation, be it fruit trees, bamboo, exotic, na tuungane pamoja. Yes. Asante sana Umanga. Unadhani ushikamano wa wanawake una umuhimu gani barani Afrika? Kubwa sana. Na tumekuwa na kongamano hapa Kenya ya kuleta wanawake kutoka taifa 25 kutoka barani Afrika. Na lengo letu hasa ni kujumuisha, kuleta create ile movement ya women barani Afrika, ambapo tutawafunza wakuwe na ile knowledge ama kuelewa mengi kuhusu mabadiliko tabia nchi na mazingira. Hasa ndio waweze kwenda kufunza watu wengine katika miji zao. Pili pia ni kuwa na ile sauti, ambapo tukiwa na shida ama kama hatuwezi pata fedha za kutosha, tuungane kama kina mama barani Afrika tuweze kuongelea hayo mashida zetu. La tatu pia ni kujifunza nini inafanyika Kongo, Tanzania, Nigeria. So tumekuwa na ile platform ambapo tunaleta wanawake waweze kujifunza maisha mbadala katika hizi harakati za mabadiliko tabia nchi, na hasa kuwa na ile representation katika barani ya Afrika, hata globally katika COPs. Wamama barani Afrika tumeweza kuwa represented hapana, lakini tusipokuwa na ile sauti moja, tukiwa na ile sauti moja tunaweza kuwa represented. Miriam, tunahusishaje ndugu zetu jinsia ile nyingine kwamba lazima na sisi pia mtusukume mbele, sio sisi kila siku tunawabeba kwenye mgongo wetu? Okay. Unajua sisi tunasema kwamba ukimfundisha mwanamke mmoja ni sawa umeelimisha jamii nzima. Kwa mwanamke akipata elimu ya kutosha ataibeba jamii yake. Kama ni mimi hapa nimekuja nimejifunza, sasa nitaenda kubeba jamii yangu nyuma. Itaelewa ninatakiwa kufanya 1, 2, 3 ili nikabiliane na matatizo ambayo yapo. Unajua sio kila kitu lazima tutegemee, tunasemaga kwamba mwanamke hawezi kuendelea bila kuwa na mwanaume nyuma. Kwa tuna uwezo pia wa kujiendesha, na tukiwa na sauti zetu hatutategemea mtu fulani aje aongee kwa ajili yetu. Kwa ni sisi wenyewe tukiwa na sauti, tunapaza sauti zetu, kuna changamoto 1, 2, 3. Hatutategemea tu wanaume wao wanaenda kutuwakilisha sisi. Lakini sisi pia tunakuwa na sauti moja, wanawake tuna changamoto 1, 2, 3. Kwa we need to be together, na tunaungana, na tunavyomuelimisha mwanamke pia tunaelimisha jamii zetu. Kwa mwanamke mmoja akiwa na elimu, hususan ni jamii nzima itakuwa imepata elimu. Umuhimu wa ushikamano wa wanawake barani Afrika ni upi? Umuhimu wa ushikamano barani Afrika kwa wanawake ni hususan kwenye kupata haki ya mabadiliko ya hewa. Okay. Mwanamke wakishikamana na wakawa wamoja, hapata kuwa na ile lugha gongana, mwingine anakuwa huku, yani tunatawanyika ile. Kwa tutaleta umoja kwa bara la Afrika na mabadiliko yatakuwepo, na hapata kuwa na ule utawala wa kwamba mwanaume yupo juu. Sawa, hiyo ipo kwamba imani should be above a woman. Lakini wanawake pia tukishikamana, tukawa wamoja, tutaleta mabadiliko makubwa sana kwa jamii zetu. Asante sana. Nichukue kauli yako ya mwisho. Unalipi la kufunga kipindi hiki? Kauli yako ya mwisho utasema nini? Mimi nasema asante sana
kwa kunialika kwa Akademi ya Climate Justice, sababu mimi natoka na ya mingi sana na nitaenda kufundisha kwetu namna ya kutumika ingine. Aksanti pia juu tunaungana, namna walikuwa nasema, tunakutana wa mingi kutokea ma countries za mingi, tuna share experience na tunaona kama tuko pamoja na tunaweza ungana juu ya kuweza kufanya pamoja lobbying juu ya Afrika. So nasema aksanti sana pia na kutupokea hapa kwenu. Asante. Bila shaka. Omanga, kauli yako ya mwisho ni ipi? One thing that I can say is that kuna opportunities mingi sana kwa hii field ya climate na zingine hatukuwahi jua, hata mimi sikuwahi jua. Na jinsi nilikuwa kwa mito, River Nyando, Nairobi River, Sagana River, Tana River, we need to start a campaign on how to conserve all these riparian zones. Na watumizi wao pia wakuwe held accountable. Na pia sisi kama wanawake tusiogope kucheza michezo zenye wanaume wanacheza. Okay. So I encourage all women wakuje waungane na sisi for water sports, especially rafting. Apparently it's a big deal na ni opportunity yenye hata sisi wa Kenya hatukuwahi jua, unless uende kwa mto uwaone wakicheza, hutajua na hutaelewa. Na pia sisi tuko na hiyo opportunity kama wanawake kuingia into the field of rafting, and that would be good for us. Tunapanda mianzi na pia tuna raft as part of tourism and environment conservation. So they intertwine na zinaingiana, and let's not leave the opportunities aside tujisahau, pia tucheze na tufurahi. Bila shaka kwamba mazingira pia yanaleta nafasi nyinginezo. Kauli yako ya mwisho Tek? Kwangu ni kuhimiza kina mama kuwa tusikae tukingoja kupewa na kuambiwa kufanya hii. Tukue proactive, tutafute fedha. Kuna fedha kila mahali kama sana katika hizi green jobs. Pia tusingoje, tutafute, tusishinde tukisema serikali saidia. Tuweze kujifanyia vitu zetu. So ningehimiza wamama sana katika Kenya, kwa sababu wengi wanawatch TV, kuwa tufanye kitu na maisha yetu, tusingoje kupewa na kufanyiwa kila kitu. Kuna opportunities nyingi katika hii environment na climate space. Miriam, kauli yako ya mwisho ni ipi? Okay. Mimi kauli yangu ya mwisho kwa wanawake ni wanawake tusimame imara na tuwe imara kwenye kufanya maamuzi yetu. Unajua, sio kwamba kila siku tuwe tunategemea tu nitaenda kuwakilishwa sehemu fulani. Wanawake pia tuna sauti. Naweza nikasimama, nikafanya kitu na kikaonekana ni kitu kweli. Kwa hiyo tusimame imara na tufanye maamuzi kwenye vile vitu ambavyo tunakuwa na uhakika navyo. Kuna kazi pia tunaweza tukafanya, tuwe na mshikamano, tupendane. Upendo ni kitu kikubwa sana kwa wanawake. Ukiwa na upendo, kitaweza kukufikisha sehemu fulani. Kwa tuwe imara, tusiwe tuna hofu pia. Unajua kuna watu wengi wanakuwa na hofu, wakisema nikifanya hivi itakuwa no, lakini pia ukiondoa hofu kuna mahala utafika, utatimiza malengo yako ambayo umejipangia. Asante sana. Ni Mariam Shadrack, mtaalamu sayansi ya mazingira kutoka Tanzania, na vile vile tumekuwa naye Antek, mratibu mabadiliko tabia nchi kutoka shirika la Femnet, na vile vile Anifa Kolombola ambaye ni mwanaharakati mabadiliko tabia nchi kule DRC, na Wendy Omanga, mwanaharakati wa mabadiliko tabia nchi hapa nchini Kenya, akifanya shughuli zake katika maeneo ya Sagana. Niwashukuru sana kwa kuja studioni kuzungumzia masuala haya ya wanawake ambao ndio wanaathirika zaidi na masuala haya ya mabadiliko tabia nchi. Lakini kabla ya kupata pumziko fupi, nataka nikufahamisha yanayojiri sasa hivi, ambapo familia za waathiriwa wa Gen Z maandamano yale mwaka jana 2024, ambao mauaji yalioendelea kushuhudiwa nchini, wakiahidi kuendelea kupigania haki kwa wale ambao wamepoteza maisha wakati wa maandamano mwaka jana, wamewarai wananchi kujitokeza 25 Juni, ambapo ni wiki ijayo, kwa ajili ya kuwakumbuka waliopoteza maisha wakati wa maandamano hayo. Hebu tusikilize walichokizungumza awali, alafu vile vile tutapata pumziko fupi. Sana miluongo ni Gladys Wanga, en gavana mara. An kaka mama Kennedy onge gimano wacho na, onge gimano timo na, onge simano goyo na, onge noko chung koda.
awuoro sana ten miyo kaka an. To nyathina ne en underage. Noonge maandamano, nyathina nodhi manyo somo mare. Ayuak, pod ayuak nyaka kawuono. An be an mama. Naam, bila shaka sijui tutarudi huko baadaye. Baada ya manake lugha hiyo najua sio lugha ya kitaifa, tutarudi kusikiza wale ambao watakuwa wanazungumza lugha ya kitaifa ambapo kila Mkenya atakuwa anaelewa. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia hayo na mengineyo.